بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد. tunaendelea na darasa yetu kama ilivyokuwa ada ya Alfia ibn Malik, sharhi yake ya Ibn Aqil rahmatullahi ta'ala alayhi. Leo tutaingia katika beti zetu. Tulishia katika beti zinazoelezea masala mazima ya zikiwa zimekutana dhamiri mbili na zimenasibishwa wakati huo. Je, dhamiri ya pili tuifanye ni munfasil au ni muttasil? Na tukaelezea kwa kutosha kwamba unaweza kuifanya dhamiri kuwa ni munfasil na haina shida, lakini tatizo ni kutaka kuifanya dhamiri muttasil. Ndio kwenye tatizo ili ukitaka kuifanya dhamiri ya pili muttasil, ndio kwa sharti lazima dhamiri iliyokuwa imetangulia nyuma iwe ni dhamiri ambayo ni arafu minhu, iwe ni maarifa zaidi. Ama ukitaka kuifanya dhamiri munfasil ya pili, basi hakuna sharti ya kutanguliza ambayo itakuwa ni maarifa zaidi kuliko ile ya pili. Na ndio beti ndoshia iliyokuwa inaelezea qadim al-akhassa fi ittisali wa qadim al-mashi'ita fi infisali, na tangulizi ile ambayo ni maarifa zaidi endapo dhamiri umefanya ni muttasil, kama vile kusema ad-dirham ataitukahu, naifanya muttasil dhamiri ya pili kama hiyo ataitukahu. Lakini ukitaka kuifanya ataituka iyahu, ukitaka kuifanya dhamiri kwa ni munfasil ya pili, unaweza ukasema ataituka iyahu, au unaweza ukaifanya dhamiri ambayo sio arafu ukasema labda ataituhu iyaka, kwa sababu hii ya pili umekusudia kuifanya munfasil. Basi unaweza ukatanguliza ambayo sio maarifa zaidi, kama tulivyosema ataituhu iyaka, kama napo umetanguliza dhamiri ya ghaib na inakuwa iko chini kuliko dhamiri hii ya pili ambayo ni mukhatab. Lakini ukitaka kuifanya muttasil, basi ni lazima utangulize ile ambayo ni akhassu, na tukaelezea katika upande wa sharhi za kutosha. Na leo tunaingia katika upande mwingine wa fi ittihadi rutba ilzam faslan wa qad yubihu al-ghaibu fihi wasla. Wa fi ittihadi rutba, Sheikh anasema ikiwa daraja zitakuwa ziko sawa. Wa fi ittihadi rutba, na ittihad ni kupokeka, maana yake kuwa kitu kimoja. Ittihadi rutba maana yake zile nafasi zake zikawa daraja zake. Ar-rutba maana yake ile martaba, kama tulivyoelezea kwamba uko nyuma. Ukitaka kuifanya dhamiri iwe ni muttasil, basi dhamiri ya kwanza ni araf. Sasa ikiwa dhamiri zimekuwa katika daraja moja, yani labda zote ni dhamiri za mutakallim, au zote ni dhamiri za mukhatabi, au zote ni dhamiri za ghaib, zinaonyesha juu ya kitu kilichokuwa mbali. Kwa anasema endapo daraja itakuwa ni moja, fi ittihadi rutba, basi ilzam faslan, basi lazimu dhamiri kuifanya munfasil. Ilzam, lazimu, faslan maana dhamiri kuifanya munfasil. Mfano, nataka kusema labda ad-dirham ataituhu iyahu, maana dirham ni mumpa, hiyo dirham yeye, kwa ataituhu iyahu, hii dhamiri ya pili, kwa sababu zimekuwa ni nafasi moja, basi hii dhamiri ya pili ifanye kuwa ni dhamiri ya ghaib. Ataituhu iyahu maana ni mumpa yeye hiyo dirham, kwa ilzam fasla, ilzam fasla. Lakini akasema wakati huo wakati yubihu al-ghaibu fihi wasla, hapo akasema kwamba wakati yubihu, lakini inajuzu yubihu, kwa maana inawezekana ikawa ni jaiz al-ghaib, dhamiri ya ghaib ndani yake ukatumia fihi katika dhamiri hiyo wasla, ni kufanya muttasil. Kwa maana anachoelezea hapa Sheikh ni kwamba ikiwa daraja ni moja, basi lazima dhamiri uifanye munfasil, na kama si hivyo haifai. Ikiwa ni dhamiri ya mutakallim au ikiwa ni dhamiri ya mukhatab, haifai ukaifanya muttasil ukasema labda ad-dirham ataituka, alafu ukaitumia wakati huo ukasema ataitukaka. Zote mbili, hii ya pili ukaifanya ni dhamiri muttasil, na hii ya kwanza wakati huo vile vile pia ni muttasil. Sasa haifai katika sura hii. Au ukaitumia labda dhamiri ya mutakallim, mfano ad-dirham ataitanini, mfano umenipa mimi hiyo dirham. Haifai kuifanya dhamiri muttasil endapo hizo zimekuwa zipo katika nafasi moja. Lakini ukitaka kuifanya munfasil, ndio akasema ilazimishe iwe ni munfasil. Unaweza ukasema ad-dirham ataitani iyaya, au ad-dirham ataituka iyaka, haina shida. Lakini kwenye dhamiri ya ghaib akasema kwamba
Unawezekana ukaifanya dhamiri muttasil, inaruhusiwa, lakini pia kwa sharti, sio hivi hivi. Sharti yenyewe ni ipi? Ni kwamba hizi dhamiri ziwe zimepishana kiupande wa maana. Kwa maana hii ya kwanza iliyotangulia ikiwa inaonyesha ni dhamiri ya mmoja, hii ya pili labda ionyeshe ni dhamiri ya wawili au dhamiri ya wengi, ipishane kwa sura hiyo. Maana yake zisiwe zote zipo katika nafasi moja. Yani sije kama dhamiri zote mbili zinaonyesha juu ya kitu kimoja alafu dhamiri wakati umeifanya ni muttasil. Yani haifai ukasema mfano katika dhamiri ya ghaib ukasema ad-dirham a'taituhu hu, haifai kwa sababu zote zinaonyesha nafasi moja. Lakini ikiwa zimetofautiana, moja inaonyesha muthanna, nyingine inaonyesha jamu, moja inaonyesha mufrad, nyingine inaonyesha muthanna, hiyo itakuwa inafaa. Mfano ukasema ad-dirham a'taituhu a'taituhumuhu, maana yake ad-dirham a'taituhumuhu, nimewapa wao, a'taituhumu ni ile a'taituhum, ndio tumeweka wao ya ishba. Ad-dirham a'taituhumuhu, nimewapa wao hiyo dirham. Kwa hiyo hii ya kwanza a'taituhum inaonyesha wengi wao, na hii ya pili inaonyesha hiyo dirham. A'taituhumuhu au a'taituhumahu, nimewapa wao wawili hiyo dirhamu, hiyo itakuwa inafana wala haina shida katika dhamiri ya ghaibu tu. Ndio maana akasema waqad yubihul ghaibu, inajuzu kutumia katika dhamiri ya ghaib fihi, ndani yake waslan, dhamiri ukaifanya muttasil wa waslan. Kisha akaelezea inayofuata akasema makhtilafi, hiki kipande hakihusiani katika upande wa beti. Wa qabla ya nafsi ma al-fi'l, na akasema wa qabla ya nafsi ma al-fi'l tuzim nunu wikayatin wa laysa kadimudin. Wa qabla ya nafsi, kwa katika upande wa zile dhamiri kuelezea tumeshatoka, sasa anaingia katika kuelezea nunu wikaya, ikiwa kitendo kimekuja labda ya mutakallim au kama ni jina limeingiliwa na ya mutakallim. Je, tunaweka nunu wikaya au hatuweki nunu wikaya? Na hii nunu imeitwa wikaya kwa sababu inakuja kuzuia, inakuja kukinga. Wikaya inakinga kati ya, kama ni kitendo isiungane na ile ya mutakallim, kama ni jina isiungane na ile ya mutakallim. Kwa tumaliza katika upande wa dhamiri, tunaingia katika ya al-mutakallim pamoja na nunu wikaya. Wakasema wa kabla ya nafsi, na kabla ya yeye an-nafsi. Ya nafsi maana yake ni ya mutakallim, yeye inaelezea juu ya kitu, nafsi ya kitu, ndio ya mutakallim, ndio inaitwa ya nafsi. Ma al-fi'li, pamoja na kitendo. Maana yake kabla hii ya mutakallim pamoja na kitendo, ikiwa kitendo kimekuja baada yake ya mutakallim, basi anasema ultuzim, imelazimiwa ndani yake kuwekwa nunu wikayatin, nunu wikaya, kama vile kusema labda dharabani zaidi, mfano amenipiga mimi zaidi, kwa dharabani tumeweka ya mutakallim na kumekuja nunu kabla ya hiya mutakallim kukinga kati ya kitendo dharaba na hiya, kwa tumeweka ndani hapa nunu wikaya dharabani. Na mifano ipo mingi sana katika upande wa imekuja hata katika Qur'ani, ipo mifano mingi sana ambayo imekuja nunu al-wikaya na imekuja mbeleni ya al-mutakallim. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba imelazimiwa kuwekwa nunu al-wikaya endapo itakuwa kuna kitendo wakati huo na kuna ya mutakallim. Walaisi, lakini vile vile pia laisi, kitendo laisa kuja kwake laisi, anasema kadinudhim, hii ndio ilivyoundwa, imekuja ni shadh, maana yake imesikiwa kwa Waarabu ikitumika katika sehemu za mashairi. Imekuja laisi, haikuja laisani, laisa, sababu ilitakiwa kuje nunu wikaya, kwa sababu laisa ni kitendo, pamoja na kuwa kuna khilafu za wanachuoni kwamba je, laisa ni kitendo au ni herufi. Kwa hiyo walikuwa wanachukulia kwamba ni herufi, maana yake inawezekana ikaingiliwa na hiyo ya mutakallim. Lakini laisa tukipita kuwa ni kitendo, basi lazima ije nunu wikaya kuzuia kati ya kitendo na ya mutakallim visiungane. Lakini hapa akasema shekhe wa laisi kadimudhim, na laisa kuja laisi maana yake sio mimi au isipokuwa mimi katika upande wa maana, ikiwa na maana istithna au ikiwa na maana ya laisi sio mimi ya kupinga moja kwa moja. Kadinudhim ndivyo ilivyokuwa imeundwa, maana yake imesikiwa hivyo ikitumika. Na kama tunavyosema kwamba wasamau yuhfadhu, ile kinachosikiwa kinahifadhiwa, wala yuqasu alayhi, wala hakifanywa kiasi kitu kingine juu yake, kwa maana itakuwa imekwenda kinyume na kaida. Kisha akasema walaitani fasha, lakini ukisema laitani, hapo anaelezea
kina inna na ndugu zake, inna na anna na kaanna na laita wa laalla, katika upande wa zile ambazo zinaingia katika mubtada na khabari. Katika upande wa hivi tendakazi herufi hizi anasema kwamba akaanza na laita, kwamba laita ni fasha. Laita kutumika kuwekwa nunu alwikaya, basi imeenea zaidi, na hizi kwa sababu zimesikiwa zikiwa zina sura mbili, huko imekuja nunu alwikaya na imekuja vile vile pia basi na nunu alwikaya. Kwa hiyo lakini kuja kwa nunu alwikaya ndio ambayo imetumika zaidi katika matumizi ya Kiarabu. Walaita ni fasha na laita ni kuja kwa nunu alwikaya. Laita kuja laita ni hii fasha imeenea. Walaiti, lakini kuja laiti hii nadara, imekuwa ni mara chache, imekuja ni mara chache, na mara chache siku zote haijengi hukumu. Wama laalla, lakini pamoja na laalla kusema tamko laalla hii anasema kisifanya kinyume chake. Maana yake laalla ni kinyume cha laita. Ikiwa laita imetumika mara nyingi kuja kwa nunu alwikaya, basi laalla imekuwa ni mara nyingi kutowekwa nunu alwikaya, kinyume chake. Maana akasema kisifanya kinyume. Maana yake kuja laalli hii imekuja ndio mara nyingi, lakini kuja kwa nunu alwikaya laallani hii imekuja ni mara chache. Kwa ndo akasema tumia kinyume chake. Lakini wakun mukhayyara, lakini hizi nyingine unakhiarishwa fil baqiyat, katika ambazo zimebakia, maana zitakuwa ziko sawa. Ni tofauti na laita, ni tofauti na laalla. Laita imekuja mara nyingi kwa nunu alwikaya, lakini mara chache kutowekwa nunu alwikaya. Laalla ni mara nyingi kutowekwa nunu alwikaya, na imetumika vile vile ni mara chache kutowekwa kwa kuwekwa nunu alwikaya. Kwa hiyo ni kinyume cha laita. Maana yake hizi zinatofautiana daraja zake. Kuna ambayo imetumika kwa sana, kuna ambayo imetumika kichache. Ndio ilivyopita, lakini si kwamba labda imekwenda kinyume na kaida, tofauti na kina laisa. Hivi imetumika kwa maana imetumika mara nyingi na imetumika mara chache, na tunajua kwamba hii mara nyingi inakuwa ndio ambayo inachukuliwa siku zote. Mara chache inakuwa sana haijengewi hukumu, pamoja na kuwa kwamba sio shani, lakini kutumia kwa mara chache inakuwa sio, ni tofauti na ile ambayo imekuja kwa kutumika kwa mara nyingi. Kwa hiyo fil baqiyati, hizi nyingine zilizokuwa zimebakia kina anna, kina inna, hizi maana yake ziko sambamba, ziko sawa sawa. Ukitumia kwa inna au innani, ukitumia anni au annani kwa kuweka nunu alwikaya, au kwa kutoweka nunu alwikaya ka anna, ka annani, kwa hizi inakuwa kun mukhayyaran, unakhiarishwa. Unaweza kusema hivyo, ziko sawa sawa, maana yake hakuna ambayo imetumika kwa mara nyingi au kwa mara chache. Lakini akasema vile vile waqtiraran khaffafa, lakini kidharura wameitumia takhfifu. Maana yake wamefanya takhfifu ya kuondoa nunu alwikaya. Takhfifu ya nini? Ya minni na anni. Minni na anni, wamesema mini na ani, wakaondoa nunu alwikaya. Lakini hii wamefanya takhfifu katika upande wa dharura za kimashairi, kwa sababu ni lazima sehemu hii itumike nunu alwikaya, lakini imetumika dharura. Sema dharura maana yake ni mtu amelazimika kufanya hivyo kwa sababu ya mashairi yake kuchunga zile mizani. Kwa minni wa anni wamefanya takhfifu, khaffafa ba'dhu man qad salafa, baadhi ya wanachuoni waliopita au baadhi ya hao waliopita katika upande wa shairi walifanya hivyo katika beti zao. Kwa hiyo hii ni katika mlango wa dharura, kwa sababu hapa ilitakiwa ije minni wa anni, lakini kidharura inaruhusiwa katika upande wa mashairi kufanya takhfifu, kuondoa nunu alwikaya katika sehemu hiyo. Wallahu a'lam. Kisha akaendelea beti nyingine akasema wa fi ladunni, lakini katika neno ladunni ambao ni ile ladun inaonyesha mbele ya kitu. Lada zaidin wa inshi italada imekuja kule katika mulha. Ladun au lada. Kwa hiyo hii ladun kuitumia nunu alwikaya kusema ladunni, hii inakuwa ndiyo imetumika sana. Lakini laduni kuja kwake laduni basi na nunu alwikaya, hii anasema kalla, imekuwa ni mara chache. Wa fi kadni, lakini kutumia nunu alwikaya katika kade na qati. Na kade hapa sio ile kade ambayo ni harfi ya tahqiqi wa takrib au ya taklid na takthir, inaingia katika fi'l mudhari na fi'l ya madhi. Hapana, hii kade hapa inakuwa imma uifanye ni ismu ya kawaida kade kwa maana ya hasbu, au qati. Fa qati maana yake qati ina maana ya hasbu, ile fa inakuwa litazin. Kwa hiyo hii qati na kade hizi unaweza kuzifanya ni ismu kwa maana ya hasbu
au unaweza ukaifanya ni ismu fi'l mudhari bimaana yakfi, na imekuja mfano qad zaidan dirhamun, au qadu unaweza ukairufisha moja kwa moja ukasema qadu zaidin dirhamun, maana yake hasbu zaidin dirhamun, kiasi cha zaidin dirham. Au qad zaidan ukaifanya ni ismu fi'l mudhari kwa maana yakfi zaidan dirhamun, ndio qad zaidan dirhamun. Au qati ni dirhamun, inanitosha mimi dirham. Kwa hiyo unaweza ukazifanya ni ismu fi'l mudhari bimaana yakfi, au ukazifanya ni ismu, ni jina la kawaida kwa maana ya hasbu. Ndiyo qad na qati inayokusudiwa hapa. Kwa hiyo hizi zinaweza zikaingiliwa na nunu wikaya, ndio akasema qadni wa qatni, au ukasema qadi na qati. Kwa ndio maana akasema kusema qadni na qatni. Alhadhfu aidan vile vile pia kuondosha, qad yafi inaweza ikawa inatosha. Maana yake hii unaweza ukatumia qadeni, au ukatumia qatni, au ukatumia qadi, au ukatumia qati, kwa maana hasbi inanitosha mimi, qadi inanitosha mimi. Kwa hiyo wallahu alam. Na hizi ni sehemu ambazo tumeona kwamba unaweza ukatumia nunu wikaya ukaithibitisha au ukaiondoa, kama tulivyoelezea. Qad hii unaweza ukaitumia ni ismu fi'l mudhari, na ukiitumia unaweza ukaweka nunu wikaya au ukaitumia jina la kawaida kwa maana ya hasbi, ukasema qati au qadi au qadni au qatni, kwa maana inanitosha mimi. Kwa hiyo zote zinajuzu katika sehemu hiyo, uweka nunu wikaya au kutoweka. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Katika tasdili ifuatayo tutaingia moja kwa moja katika upande wa sharhi yetu insha Allah taala.